tunakuuliza sasa wewe swali. Kibwana kasema mzungumza kuhusu Jeanine. Ndio nataka kujua kuhusu Jeanine. Kama kocha Jeanine amekuwa mfungaji bora licha pressure kubwa kutokea. Kama mwalimu nafasi yako ulizungumza naye nini kuhakikisha kwamba anashinda kwenye michezo yote? Jeanine ni mchezaji ambaye kwanza mwenyewe binafsi anapenda mafanikio. Kwa kazi yetu sisi ni kumpushi kuhakikisha kwamba anafikia malengo yake, na sisi kama walimu tunatamani itoke hivyo, kwa sababu hata kwa situation ambayo ilitokea na akaenda kuwa mfungaji bora, maana yule ni mtu ambaye ni jasiri. Kwa hiyo tunapaswa kuendelea kumuendeleza na kumpa moyo kuhakikisha kwamba anafikia malengo yake. Kwa namna unavyojitazama, ulidhani una deni kwa Yanga kuhakikisha kwamba mnachukua ngao ya jamii? Msimu ulioisha ulimaliza mshindi wa pili, msimu huu mshindi wa tatu, kama umerudi nyuma hivi? Deni ni kubwa kwa sababu watu wengi wana imani na mimi. Kwa hiyo imani yao kwangu, tafsiri yake napaswa nifanye vizuri ili nisiwaangushe wale ambao wananiamini. Kwa hiyo kile ambacho tumekipata hakikuwa matarajio yetu, lakini tulipambana kadri ya uwezo wetu, kwa bahati mbaya tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo hili ni kama wake up call kwenye timu kuhakikisha kwamba kwenye ligi tunarudi tukiwa imara na tuendeleze pale ambapo tunatarajia kufika. Watu wengi wamekusifia, wamesema Yanga Princess inavutia kucheza boli kuliko Yanga ya wanaume. Unazungumziaje? Mpira ni mchezo wa wazi. Sitaki kujikompea na timu wanaume, lakini nibaki pale ambapo wamesifia kwamba timu imecheza vizuri. So kwenye mpira wakati mwingine kuna mafanikio binafsi na mafanikio ya timu. Kwa hiyo sisi kama benchi la ufundi kiwanjani tumefanikiwa. Kwa bahati mbaya tu timu imecheza vizuri na kila mtu aliamini tuna deserve kuwa mabingwa. Kwa bahati mbaya tukawa mabingwa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kupush kwa kwamba bango ili hapo unatakiwa hapa. Fanya vizuri. Hapo unatakiwa uje hapa. Ndio hivyo. Malengo yako kama kocha sasa, ukiacha malengo ya uongozi, tumsikia Kibwana amesajili timu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnachukua ubingwa Sekafa na kufanya vizuri kwenye Champions League. Kama kocha malengo yako ni yapi? Malengo yangu ni kufanya vizuri. Natamani kuongoza timu ambayo itashinda ubingwa msimu ujao, na haiwezi kuwa nyepesi wala rahisi kwa sababu zile ni kama marathon. Kwa hiyo tunapaswa kujipanga vizuri, kwa sababu hakuna sehemu ambayo unaweza ukajikwaa ukataka kuja kurekebisha ili kuweza kushinda ubingwa, kwa sababu ligi ya wanawake inajielezea namna ambavyo ipo na timu ambazo zipo ambazo zenye ushindani. Kwa hiyo pale ambapo utaacha gap kidogo ni ngumu kuja kufidia kuhakikisha kwamba unafikia malengo. Kwa hiyo hataki kurudia makosa ambayo yametokea misimu mingine iliyopita. Tunapaswa kuanza sasa na kuhakikisha kwamba kama tunataka ubingwa lazima tupambane kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Coach, kiachana na namna ambavyo benchi la ufundi na jinsi ambavyo mnafundisha, bila shaka kuna nyakati ambazo ushaipita kwenye misimu kadhaa ambapo Yanga zikawa ni nyakati ngumu sana. Ni zipi na ulifanyaje mpaka ukazidi kuwa imara zaidi? Unajua changamoto ya kufanya kazi kwenye klabu kubwa, nafikiri nyakati ngumu ni pale unapocheza mechi za dabi. Kwa hiyo watu wengi ukipoteza ile mechi, watu wengi watazungumza mambo mengi, watakutukana, watakusema vibaya kwamba labda ufanye kazi yako, lakini swali lenu la Jeanine ndio mmuuliza nafikiri sasa. Kwa hiyo kwa sababu mimi nimeshajua hizo nyakati, kwa sababu nafanya kazi kwenye timu kubwa, sasa hivi naona kama inanijenga na nimeshacheza takriban dabi sasa 10, kwa hiyo zinatosha kuonyesha kwamba sipasi na kuogopa mechi ya dabi, lakini niwaahidi tu kwamba ikitokea mechi kama hizo tutapambana kwa ajili ya kupata ushindi ili tusisikie maneno mabaya. Kwa hiyo kila mtu nafikiri tukishinda mechi kama hiyo tunakuwa na nyakati nzuri, kwa sababu kila mtu anazungumza mazuri kwetu. Kwa hiyo tukitokea bahati mbaya tumefungwa, ndio hivyo, inabidi tupokee. Lakini kwenye maisha mtu ambaye anajitafuta huwezi kuruhusu changamoto zikakwamisha mpango yako. Kwa hiyo sisi tunaendelea kupambana pale ambapo tunakuwa tunakata tamaa, lakini ndio mwanzo wa kwenda kujitahidi kufanya vizuri. Kocha hapo nataka kufahamu umehusika kwa asilimia ngapi kwenye usajili? Kibwana yupo hapo. Wewe kama kocha timu tumeiona asilimia ngapi ambazo Kibwana amekushirikisha kwenye usajili? Asilimia zote. Kwa sababu yeye ni kiongozi kwenye timu na mimi ni kocha, kwa hiyo hawezi kumsajili mchezaji bila kuniambia mimi kwamba kuna mchezaji ambaye mpaka tumsajili. Cha muhimu ni mimi na yeye tunashirikiana na watu wengine kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo chochote ambacho mnakiona kizuri kiwanjani, ukiachilia mbali kazi yangu, basi na yeye anahusika, kwa sababu yeye ndiye anahusika zaidi kupambana kutafuta wachezaji wazuri ambao wanaweza kuwapa mpira mzuri kama ambao umeona kwenye ngao ya jamii. Kuna yule mchezaji ambao umeniambia mwingine ni msajili. Unawaeleza hapa tumlete au tusimlete? Amwache aje. Tunataka tupime watu umri. Mwache aje tu. Sajili ushafunga. Sasa wewe tuachie sisi. Wewe unafanya TFF. Sisi tutajua atachezaje. Kutoka ndani ndo utajua tu, usiwe na haraka. Sasa tukiwaambia basi zote leo utakuwa kazini sasa hivi. Yani timu ikishacheza alafu ukasikia
mashabiki wa Yanga wanakuambia bwana, tunatamani tuone msaidizi wa Jeanine pale, kitokea siku Jeanine anapata shida yoyote, aidha maumivu au kitu chochote. Yani manake watu wameshaipokea timu na wanataka kuendelea kuona ule muendelezo, wanataka kuhakikisha kwamba ile burudani wanaipata hawaendi kuikosa tena. Na kwa kuzingatia, kwa sababu wao mashabiki ni watu wenye thamani ndani ya klabu, kwenye timu, tukaongea na kocha akasema ni kweli tufanye hivyo, na tunafikiria kufanya hivyo wakati wote. Chuma kinachofanana na Jeanine kitatua, na tutawakaribisha madaktari wote waje kufanya vipimo. Edna, bahati nzuri ama mbaya, miaka 2 mfululizo unaanzia mechi za kwanza away. Msimu ulioisha ulianzia Mwanza, baada ya Mwanza ukashuka pale. Msimu huu unaanzia kusini kwa Majaliwa huko. Kuna namna yote target huwa zinakataa unapoanzia ugenini? Nafikiri ratiba ambayo imetoka, wapanga ratiba sio sisi. Kwa hiyo sisi tunapaswa kupokea, kwa sababu tumejiandaa kwa ajili ya ligi nzima. Hiyo tunaanza away au tunaanza nyumbani. Lakini nikuambie tu kwamba msimu ulioisha tulianza vibaya, kwa hiyo usitarajie tena kuyaona yale ambayo yalifanyika msimu ulioisha. Safari hii nafikiri utakuwa mtu wa kwanza kufuatilia sana Yanga Princess siku yanacheza. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, au mengine tumwachie Mwenyezi Mungu. Saadili kasema safari hii patu bampa anakuja uwanjani. Saadili unajua ni mtu wa Morogoro. Sasa watu ambao tumetoka Morogoro mara nyingi tunajua vitu vizuri, na hasa kwenye football hatuwezi kukosea. Kwa hiyo kinachomfanya Saadili anazungumza vile, ameona mpira mtori iliyopigwa pale KMC. Maana mimi kwetu kaskazini kule mtori ni kitu laini kidogo. Yaani mtori kidogo nyama zinakuwa nyingi. Kwa hiyo msimu ujao jiandaeni kwa burudani. Shukrani. Asante. Of course mimi nitawali karibu kwenye mahojiano na Kibwana Matokeo, mratibu wa Yanga Princess, tupige na story, lakini kubwa zaidi ni kwenye tukio la IM Harris, tukio la kumpongeza rais wa Young Africans baada ya kuchaguliwa kuwa mjumbe FIFA kule kwenye kamati za mashindano. Kibwana, kwema? Kwema, mambo vipi? Salama tu. Niko sawa kabisa. Tukio kubwa leo la Engineer ni mshikaji wako, lakini pia ni kiongozi wako. Kwako unamzungumziaje safari yake mpaka leo alipofika hapa? Ameanzia kafu, lakini sasa amepenya, yuko FIFA kwenye mpira wenyewe wa kidunia. Okay. Mimi nadhani Engineer anafanya kazi anayoipenda. Yeye ni mpenzi, mshabiki wa soka, kimaanisha mpira wa miguu. Na katika shughuli zake amepata nafasi ya kuwa kiongozi katika klabu ya Yanga, ambayo ilimtengenezea hamasa ya kutaka kujiendeleza zaidi, kuwa kwenye nafasi zingine za juu katika taasisi tofauti, ili kile ambacho anacho aweze kukitoa kwa jamii na hizi taasisi. Kwa hiyo Engineer ni mtu ambaye anaenda kutimiza malengo yake kupitia taasisi hizo. Bwana, Engineer ni kama bado anayo hiyo nia ya kuwa mbunge, ama kwenye soka huko ndio njia yake sahihi? Yaani kufanikiwa yeye kupata nafasi FIFA, ilikuwa ni lazima apitie katika hiko kitu ambacho umekisema. Kwa hiyo kupitia katika harakati za kutaka ubunge ilikuwa ni njia mojawapo ya kujisafishia yeye kwenda kupata nafasi hizi FIFA. Yes. Kwa namna unamuona sasa Harris na mpira wetu, lakini na Young Africans inaenda kunufaikaje kwenye hii hatua ya Harris kuwa kwenye kamati za mashindano FIFA? Kwanza faida kubwa inaipata nchi, lakini faida ya ziada inaenda kuipata klabu ya Yanga, kwa sababu inakuwa na kiongozi ambaye yuko ngazi ya juu huko, ni heshima. Na sio rahisi ukishakuwa kiongozi wa klabu na unakaa na wakubwa huko, wakati watu wanadiscuss vilabu vyao, wewe ukawa mnyonge kuiongelea klabu yako kwa sababu tu haifanyi vizuri. Kwa hiyo yeye zaidi anapokwenda juu, klabu ya Yanga inanufaika kwa sababu na yeye anataka isogeze karibu na yeye anapokwenda. Kwa hiyo automatically faida kubwa inakuja kwa klabu ya Yanga, lakini na kwa taifa zima. Ni kuhamisha kidogo kwenye ngao ya jamii iliyomalizika juzi mashindano, watu wameona mashindano, lakini sifa kubwa zimeenda kwa Yanga Princess ambao mmemaliza nafasi ya 3, lakini namna performance yenu imewavutia mashabiki wengi wa Yanga na wanaamini huenda mkaenda kutimiza yale malengo yenu ya kuchukua ubingwa msimu huu ambao unaenda kuanza tarehe 6. Ni kweli
nilikuwa ni project ya takribani zaidi ya misimu mitatu. Unachukua wachezaji, unabadilisha na hichi, unajaribu kuangalia na kwenda gani na philosophy ipi ya mwalimu na hivi na vile, lakini season iliyopita tulianza kuona hiyo picha, tukaangalia madhaifu yetu yako wapi, tukaona tuna sababu ya kujazia. Tumejazia, nadhani season hii kuna kitu watu wameanza kuona kwamba tunakifanya na tutakifanya, na malengo yetu ni kuchukua ubingwa. Lakini sisi katika kujenga ile timu, hatukuijenga timu tu kwa sababu ya kwenda kushiriki ligi ya wanawake ya Tanzania na kuchukua ubingwa, lakini tulisema hii timu tuende nayo. Kwanza malengo ya kwanza hayo kuchukua ubingwa. Kishachukua ubingwa, lakini hii timu ndio itaenda sisi kutuwakilishia kule kwenye mashindano ya Sekafa na Kafu. Ili hiyo yote ni kutaka kujenga kikosi. Isije kawa tumechukua ubingwa alafu tukaanza moja kutengeneza kikosi kingine. Kwa hiyo tulikuwa tumejenga timu ambayo ina miondoko zaidi ya mitatu huko mbeleni. Yes. Lakini Kibwana, kwa namna ambavyo umeona mashindano ya Ngao ya Jamii, yalikuwa ni mashindano namna gani kwa? Kwanza mashindano ya Ngao ya Jamii yalikuwa ni mashindano mazuri ya ushindani, lakini hasa kwa timu mbili. Kwangu mimi timu mbili ndio naona zimeleta ushindani mkubwa, nikiwa na maana JKT. JKT ni mabingwa wa ligi, ni mabingwa wa Sekafa, na ndio wanakwenda kutuwakilisha sisi Champion League kule Kafu. Of course na dira yetu sisi ilikuwa ni kwa wao, yani tuliweza kuwafunga kule Arusha. Sasa tunakutana tena, hebu tuangalie kile ambacho tukifanya Arusha leo tunakipimaje. Na tumecheza pale Mbungi, watu wameona. Tumekuwa tukimiliki mpira kwa muda mrefu, wachezaji wameonyesha viwango, na watu wote kwa ufupi waliridhika na performance ya timu despite ya matokeo ya penalty shoot ambao ni is anyone win. Yes. Kibwana, tukio kubwa ni la Jenin. Kwanza hongera kwake, amekuwa top scorer wa mashindano ya Ngao ya Jamii, lakini story kuelekea Ngao ya Jamii ilikuwa kubwa kwake. Wakatakia kwenda kupimwa omani zake na vitu vingine, lakini baadaye tuliona taarifa ya shirikisho kuahirisha na kusema mwakani wataanza hizo process. Lakini amefanikiwa kuwa mfungaji, ameshinda kwenye mchezo wa nusu finali dhidi ya JKT, akafunga tena kwenye mchezo wa mshindi wa 3, lakini pia ameassist. Amekuwa goli 2, assist 1, amefanikiwa kuwa mfungaji bora. Nini ulikuwa unazungumza naye kutokana na pressure ilikuwa kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii? Kwanza mimi niseme nilichoshukuru Mungu, Jenini she got a very strong mind. Wakati hili sakata linatokea, of course mimi alinitumia message, nikaisoma message yake na ikabidi nimpigie simu. Nikampigia simu, nikamwambia bwana, sikiliza, mpira wa Tanzania uko na vitu vingi sana, una siasa zake nje na kadhalika na kadhalika, lakini wewe ukiwa kama mchezaji, wewe concentration yako inatakiwa iwepo ndani ya kiwanja. Yaani wewe kila watu wakiongea huko nje, majibu yako naenda kuyatoa pale ndani ya kiwanja. Akaniambia okay sawa boss. Sasa mimi bosi, mimi nataka niwapelekee ujumbe wa mashabiki wa Yanga. Siwezi kuwaangusha mashabiki wa Yanga. Sasa hivi watakuwa na maswali mengi, wanajiuliza na nini na hii hali iliyotokea. Nifanyaje? Nikamwambia basi kwa ili kupelekea ujumbe wa mashabiki wa Yanga, wewe tengeneza clip. Rekodi, waeleze washabiki wa Yanga nini unataka kuwaeleza. Basi bahati nzuri akarekodi hiyo clip na nafika kaitupa, kila mtu akaiona. Lakini mimi nachotaka kutoa angalizo ni kwamba sisi viongozi wa klabu ya Yanga sio viongozi ambao labda tunakurupuka katika kufanya baadhi ya mambo. Tuna viongozi wana uweledi mzuri sana, nikimwongelea Engineer Hersi, Arafati pamoja na kamati yake ya utendaji. Sisi ni vijana lakini tunaheshimu utaratibu. Kabla ya kumsajili Jenini tumejiridhisha katika vitu vingi sana. Kilichotokea hapa ilikuwa ni maneno tu ya mitaani, watu wanasikia na hili na lile na lile. Lakini sisi Jenini tulijiridhisha na tulikuwa tunajua kwamba ana sifa za kucheza ligi ya hapa na hata sehemu yoyote kwingine. Kwa hiyo tunaamini hatukufanya makosa katika kumchukua Jenini.